Halmashauri ya jiji la Arusha kwa kushirikiana na wadau wa utalii wameamua kuja na mbinu mbadala zitakazoboresha sekta hiyo, ikiwemo kuboresha mazingira ya jiji kwa lengo la kuendelea kupata wageni mbalimbali kutoka nchi za nje na kuwafanya kuongeza siku za utalii ndani ya Arusha. Akizungumzia mkakati huo, mkurugenzi wa jiji la Arusha John Pima amesema mambo ambayo wameyafanya ili kuvutia utalii ni pamoja na kuleta huduma za afya zilizoboreshwa kwa kujenga hospitali yenye huduma za kitalii itakayosaidia watalii kupata huduma bora za afya wakiwa Tanzania. Cha kwanza, tumewekeza na tunaendelea kwenye medical tourism. Kuna kitu kinaitwa medical tourism. Kwa hiyo tumeamua kuifanya. Tunavyoongea sasa kuna hatua ambazo zinaendelea. Tutakuwa na Arusha City Tourist Hospital inayojengwa Njiro pale. Ni kubwa, inakuwa na departments zote, itakuwa na maexpert wote. Lakini pia itakuwa na uwezo wa kupokea ambulance. Of course, tumeweka kwenye ramani yetu, kwenye mchoro wetu, kupokea mtu anaweza kawa yuko labda yuko Manyara au yuko Tarangire au yuko sehemu yoyote ile amepata shida. Tunakuwa na helikopta ya kumchukua kule na kumleta hospitali kwa maana ya emergency kama ambulance. Na jengo letu itakuwa na uwezo wa kutua pale ndege juu pale, hiyo helikopta itatua pale kwa maana ya tuhakikishe kwamba watu wanaobaki Nairobi kwa sababu ya kiafya. Mtu anasema kwamba hawezi akawa Arusha kwa sababu hakuna huduma za kiafya nzuri. Labda bima yake ya kiafya inamtaka awe kwenye a certain level of hospital. Tunataka iwe hapa Arusha, na hii imeshapata kibali cha Wizara ya Afya, na mtamwona waziri wa afya atakapokuja hapa, maybe it may be one of the activities atakayofanya. Serikali imeamua kuinvest na kuhakikisha kwamba Arusha inabaki katika strategic point yake au location yake, kuhakikisha kwamba wageni wa aina yoyote wale tunaweza kuaccommodate katika jiji letu la Arusha. Kwa hiyo ni mojawapo ya effort ambayo inafanyika. Ujenzi unaendelea na tayari tumesha float tenda ya mtu kuanza kujenga, fedha tunayo ya kujenga. Kwa hiyo ni hatua mojawapo ambayo tunaifanya kwa sababu tunavutia utalii. Yapo mambo ambayo lazima serikali ifanye kama serikali, lakini yapo mambo ambayo tunataka private ndio ifanye. Kama ambavyo sasa mnaona serikali ya awamu ya 6 inajielekeza huko. Kwa hiyo tunawahakikisheni kwamba wale ambao mtakuwa mko tayari kuinvest katika eneo hili, kwa kweli mwenyekiti wa TATO na local tour operators na wadau wote, sisi tuko hapa. Mimi ndo mkurugenzi wa jiji, tuna mstahiki meya, tunao madiwani hapa, tuna management nzima ya halmashauri. Hiyo ndio direction tunataka kwenda. Tumesema tuje wote hapa, tuje tuambie sisi wenyewe kwamba we are ready to partner with you kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ya kusafiri nchi tofauti tofauti, ninajua wenzetu kule kwenye nchi zilizoendelea wanapotengeneza vyanzo vyao vya utalii, kuna miji unafika unaona kabisa hakuna sehemu ya utalii, lakini watatengeneza. Niliwahi kufika Jordan siku moja, tukawa tunafanya booking ya kwenda kwenye site inaitwa baptism site ambako alibatizwa Jesus Christ zamani hizo. Kupata hiyo ticket ilikuwa shughuli kweli kweli. Tukaenda kule, tulichokwenda kuona ni mto tu unapita basi. Yale maji ya mto Jordan unayanunua $5. Certificate unanunua. Nikaja kubaini baadaye tena upande wa Israeli pia kuna baptism site. Hebu niambie baptism site haswa ni ipi? Lakini wale wanapiga hela. Sasa Arusha tuna vitu vingi sana. Hakuna anayejua kama mbele ya hii ofisi tu hapo kwenye mnara wa saa ndio center point katikati ya Cape Town na Cairo. Tukitengeneza pale tunaweza tukawaleta watalii pale ndani. Lakini tukiwa na vijana ambao tumetrain vizuri kuuza jiji la Arusha, tunaweza tukafanya utalii ukawa mzuri sana, wakaja watu. Kwa sababu lengo langu mimi ni kuhakikisha haya mahoteli ambayo yamelala yamekufa yaamke. Jamani, watu wanadaiwa mikopo benki, mabenki yanawadai watu, kundi za mikutano zinakufa. Sisi tunaangalia tu pale jiji, tumekaa tunafanya michakato. Jamani, ifike mahali tuachane na mambo ya michakato. Sasa ninachoweza kuhakikishia nyinyi, cha kwanza ni kwamba tuta fast track mambo yote ambayo yanahusiana na uwekezaji kwenye bonde la Mto Temi, bonde la Mto Naura, Mlima Suye, kule kwa Mrombo kwenye nyama choma na sehemu mbalimbali. Tuta fast track kila kitu ili vitu viende. Na jiji sisi tumeanza. Unajua, ili watu wakuunge mkono lazima wakuone wewe pia unafanya jitihada. Ili mtu akupe lift barabarani, akupe lift lazima uende barabarani, usimame pale na unyanyue pia mkono. Kwa hiyo wanapigika usiku na mchana kutafuta kazi, kutafuta biashara, kutafuta nini, na wao unaoa taxi hapo kodi na nini, lakini unatakiwa utumie zile kodi zao kuwafurahisha nafsi zao
wao wanatembea, wanajipiga picha kwenye magorofa, kwenye nini. Ndivyo ilivyo, ndio kazi yenu. Kazi yenu sio kutujengea magorofa, eti City Council limejenga gorofa ya nini? Nyie kazi yenu ni kuhakikisha mji msafi, kuhakikisha usalama wa mji, kuhakikisha maeneo ni masafi. This is the city. This is what is the city is. Si kweli? Maana mnakula kodi zenu, mnakusanya zile za city. Lakini sasa huduma gani mnatupa? Kwa hiyo lazima tuwekane sawa, tusemane, tuwekane sawa. Matatizo mengine ni ya kisiasa. Siasa kidogo nayo inatuharibia siasa inapokwenda. Hivi mjini hapa unatembea wapi? Tuseme tu kweli. Unatembea maeneo gani? Na usitegemee mtalii anakuja Tanzania kuja kuona umasikini. Umtembeze sehemu ambao watu wako fukara, wamekaa ovyo na nini. Hapana. Sio hata nzuri kwa unajua sisi bana, hata mgeni akija nyumbani kwako unafagia nyumba hata kama ni ya udongo na uchafu unaficha uvunguni. Ndivyo ilivyo. Lakini siwezi nikamleta mgeni nikamuonesha sehemu chafu. No, lazima nitapitisha sehemu. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo nimesema tu nichangie, kwa sababu labda tutaogopa kusema ukweli uliopo. Lakini tukiogopa kusema ukweli, nani atatuambia tunaficha maneno? Kwa hiyo kitu cha kwanza cha utalii, either wewe local tourism au mtalii mzungu tunamsemea ambao tunamhitaji Arusha, anataka usalama. Security is number 1.